mtazame Mungu. Haleluya. Saa yako ya kutembea, mtazame Mungu. Saa yako ya kutembea, mtazame Mungu. Nimesema saa yako ya kutembea, mtazame Mungu. Haleluya. Kwa hiyo na nimesema saa ya kutembea tunayoizungumzia sio ya kutumia chombo cha moto, sio ya kutumia miguu. Ni saa ya kuondoka kimaamuzi. Saa ya kuondoka kimaamuzi. Haleluya. Saa yako ya kutembea, mtazame Mungu. Saa yako ya kutembea, mtazame Mungu, ndilo somo letu la leo. Saa yako ya kutembea, mtazame Mungu. Amen. Usisimamishwe na mtu awaye yeyote inapofika saa yako ya kutembea. Usisimamishwe na mtu awaye yote inapofika saa ya kwako wewe ya kutembea. Na ninaposema saa ya kutembea, maana ni saa ya kuondoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Saa yako ya kutembea ni saa ya kuondoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Haleluya. Kama ni saa ya kuondoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, maana hiyo ni saa ambayo ni ya kuwa makini sana, kwa sababu mtu yeyote anayetembea anajua katika kutembea kokote kule duniani huwa kunakuwa na matukio mabaya, ikiwemo ajali zinatokea. Amen. Sasa unapotembea, unapotoka eneo moja kwenda eneo jingine, maana yake hii ni safari ambayo inamhitaji mtu ambaye ana agano na Mungu wake. Amen. Mtu ambaye ana agano na Mungu wake katika hiyo safari ya kutembea. Lakini ukumbuke kwamba somo letu linasema saa ya kutembea umtazame nani? Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Saa yetu ya kutembea, kila mtu kwenye maisha ana saa yake ya kutembea. Kila mtu kwenye maisha ana saa yake ya kutembea. Haleluya. Amen. Kila mtu ana saa yake ya kutembea. Alafu ni ajabu sana kwamba unaweza kushangaa kwamba kumbe sisi wanadamu tunatofautiana katika hii safari ya kutembea. Kwa nini tunatofautiana? Kwa sababu kutembea tunapozungumzia hapa, tunalizungumzia agano la mtu na Mungu. Haleluya. Amen. Agano la mtu na Mungu wake. Agano la mtu na Mungu. Na kama ni agano la mtu na Mungu, maana yake huu mtembeo ni lazima utakuwa na yule anayeongoza hiyo safari. Lazima kutakuwa na mtu ambaye anaongoza hii safari. Na hii safari ambayo tunaiongelea ya kutembea kiagano ndiyo ambayo nasema kwamba saa yako ya kutembea uwe makini sana. Saa ya kwako ya kutembea inapokuwa imefika, unapaswa kuwa makini sana. Kwa nini uwe makini? Kwa sababu ni saa ambayo unatoka eneo moja kwenda jingine. Na eneo moja kwenda jingine sio eneo la kijiografia. Bwana Yesu apewe sifa. Sio kuondoka eneo moja kwenda jingine kijiografia. Ndio maana nimesema hii safari tunayojifunza leo, hatujifunzi safari ya kutumia miguu, wala kutumia baiskeli, wala kutumia pikipiki, wala kutumia gari, wala kutumia ndege, wala kutumia chombo chochote kile, wala kutumia meli. Hapana. Tunazungumzia badiliko la ndani linalotokea ndani ya nafsi ya mtu. Badiliko la ndani linalotokea ndani ya nafsi ya mtu, ambalo linamtoa mtu katika hali moja ya kiroho kwenda kwenye hali nyingine ya kiroho. Sasa nasema unapotembea sasa, msikilize Mungu. Inapofika saa yako ya kutembea, msikilize Mungu. Saa yako ya kutembea inapofika, msikilize Mungu. Haleluya. Hii saa ya kutembea
kama sio ya kutembea kwa miguu, wala sio ya kuondoka eneo moja la kijiografia kwenda eneo jingine la kijiografia, maana yake ni saa ambayo mtembeo wake unafanyika ndani ya nafsi ya mtu. Bwana Yesu apewe sifa. Ndani ya nafsi, mtu anatembea ndani ya nafsi, anatoka kwenye eneo moja anakwenda kwenye eneo jingine, anatoka kwenye eneo moja kwenda kwenye eneo jingine. Tulisha Mungu tutatafutia ile neno la Isaya, nadhani nitapata. Isaya 60 anasema, Roho wa Bwana Mungu yu juu yangu. Amen. Nalijua andiko linapatikana Isaya ngapi? Amen. Niko na wanafunzi wa Yesu. Isaya 60 mstari wa kwanza. Isaya 60 mstari wa kwanza. Amen. Isaya 60 mstari wa kwanza. Isaya 61. Ile ni Isaya 61. Asante kwa Isaya 60 mstari wa kwanza. Inatusaidia pia kwenda kwenye somo letu hili la saa yako ya kutembea, mtazame Mungu. Anasema, ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja, na utukufu wa Bwana umekuzukia. Haleluya. Hapa anamwambia mtu aondoke akaangaze. Ndani, hapa anaongelea mambo ya ndani. Anazungumzia masuala ya ndani ya nafsi. Anasema ondoka uangaze ndani. Lakini twende Isaya 61. Kuna kitu kizuri pale. Anasema, Roho ya Bwana Mungu, Roho ya Bwana Mungu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Haleluya. Hapa anaowazungumzia hawa watu ni watu ambao walikuwa wamesimama. Ni watu ambao ulimwengu wao wa roho, ulimwengu wao wa ndani ulikuwa umesimama. Bwana Yesu apewe sifa. Anaposema hivi, ana habari njema, anasema kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo. Mtu aliyevunjika moyo katika ulimwengu wake wa roho, kuna mambo yamesimama. Mambo yamesimamaje? Mambo kwa mtu ambaye amevunjika moyo, huwa mambo yamesimama kwa sababu hana kesho njema tena, hana tumaini lililo jema. Na watu wa namna hii ndio watu ambao utasikia amejinyoka, ama utasikia amefanya maamuzi ya kunywa sumu, ama utasikia huyu mtu ameua wengine. Ni kwa sababu huyu mtu hatembei, ameganda katika ulimwengu wa roho. Yaani amefika mahali ambapo amestopishwa na mambo yaliyomzonga katika dunia hii. Haleluya. Kwa sababu tuko kwenye Bible study, ninaamini kuna kitu ambacho tutajifunza. Tuko kwenye mambo ambayo ni magumu kidogo, lakini kwa msaada wa Roho Mtakatifu yanaeleweka vizuri sana. Kwamba saa yako ya kutembea, msikilize Mungu au mtegemee Mungu. Saa yako ya kutembea. Kumbe unapotembea, nimesema hautembei kutoka eneo moja la kijiografia kwenda eneo jingine. Ni ndani ya nafsi ya mtu, ndani ya roho ya mtu. Kuna mtu ambaye ndani ya roho yake amekwama, amesimama eneo moja. Haondoki, atembee, asogee. Hata kama leo yuko Arusha, kesho yuko Moshi, kesho kutwa yuko Tanga, lakini yawezekana huyu mtu ndani ya roho yake amesimama. Ameganda kabisa, asogee. Na kama hasogei ndani ya roho, uwe na uhakika kwamba huko nje anazurura tu. Bwana Yesu asifiwe. Tulisho Mungu. Kama mtu ameganda ndani ya roho yake, hatembei wala asogei ndani, huku nje anazurura. Akitoka hapa akienda Kijenge, akienda Dodoma, akienda Kilimanjaro, anazurura. Hajaanza bado kutembea. Hapa ninasema saa yako ya kutembea, msikilize Mungu. Kwa hiyo saa ya kutembea na Mungu ina maelekezo ya kimungu ambayo inamtoa mtu kwenye eneo moja la kiroho kwenda eneo jingine la kiroho. Na hilo eneo la kiroho likishafunguka, huyu mtu akiwa anatembea, huyu mtu nataka nikwambie hatua zake za nje huku ni nyepesi sana. Bwana Yesu apewe sifa. Hapa utasikia pia anaongelea habari ya wafungwa.
Wacha nisomee kidogo. Anasema kuwatangazia mateka uhuru wao na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Hapa haongelei masuala ya kufungwa gereza la mwili la damu na nyama. Anaongelea habari ya kufungwa kiroho. Bwana Yesu atusaidie. Huyu mtu kama amefungwa kiroho, maana yake huyu mtu hata kama anatembea duniani anaonekana yuko huru, huyu mtu atembea anazurura. Huyu mtu atakuwa anaondoka tu eneo moja kwenda eneo jingine, lakini nafsi yake haitembei, iko kifungoni. Naomba twende kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 26, tusome mistari michache pale. Kumbukumbu la Torati 26 kuanzia ule mstari wa 16 mpaka ule mstari wa 19. Kumbukumbu la Torati 26 kuanzia ule mstari wa 16 mpaka ule mstari wa 19. Neno la Mungu linasema, leo hivi akuamuru Bwana Mungu, leo hivi akuamuru Bwana Mungu wako kuzifanya amri hizi na hukumu, basi uzishike na kuzifanya kwa moyo wako wote na roho yako yote. Mungu anakuamuru amri hizi uzishike na kuzitenda. Mstari wa 17 anasema, umemuungama Bwana Mungu leo, umemuungama Bwana leo hii umemuungama Bwana Mungu kuwa ndiye Mungu wako, na kuwa yakupasa kutembea katika njia zake na kuzishika amri zake na maagizo yake na hukumu zake na kusikiza sauti yake na kuisikiliza sauti yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Kwa hiyo maana yake hapa ni nini? Hapa anazungumzia yule mtu ambaye amekwisha kuchukua hatua ya kuanza kutembea kiroho na kuyashika maagizo ya Mungu ambayo hayapatikani barabarani. Sio mtu ambaye anatoka sehemu moja kwenda nyingine, hapana. Ni mtu ambaye anatembea kimaamuzi ndani. Kwa hiyo huyu mtu saa ya kutembea kwake sasa anatakiwa kumsikiliza Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ile transition yake, ile movement yake, ile kuondoka kwake sehemu moja kwenda nyingine ni ndani kwa ndani. Sio barabarani. Sio saa ambayo mtu anapigiwa honi na magari. Ni saa ambayo mtu ndani yake kuna badiliko linatokea ndani. Huyu mtu badiliko likitokea ndani, utaona tukiendelea na hili somo, badiliko lile likitokea ndani, mabadiliko ya nje yanakuwa ni mepesi sana. Kwa mfano, kuna mtu ambaye utasikia watu wanaambia, siku hizi unang'aa, siku hizi umependeza. Lakini ukimwangalia yule mtu, chakula alichokuwa anakula mwaka jana na mwaka huu ni kile kile. Chakula alichokuwa anakula mwezi uliopita na mwezi huu ni kile kile. Lakini kwa nini sasa hivi watu wanasema, sasa hivi unang'aa? Kwa sababu ndani yake ameshaanza kutembea ndani. Ametoka kwenye ule mkwamo aliokuwa amekwama. Roho Mtakatifu anisaidie. Ili somo lielewe kama ambavyo mimi amenielewesha. Amen. Yaani kuna kitu mimi nimekielewa, sasa natamani na wewe ukielewe vile. Kuna mtu ambaye inawezekana anakula vizuri, anaishi vizuri, ana safari za mara kwa mara za kwenda kwenye utalii, kwenye nini, mazingira mengi. Lakini ukimwangalia, watu wanasema, huyu ana shida gani? Bwana yupo tu. Yeye amepoteza nuru ile ya utukufu wa Mungu. Amepoteza mng'ao, amepoteza kibali mbele za watu. Yule mtu nataka nikwambie hivi, hatembei. Kwa mujibu wa somo hili ameganda, hajaanza kutembea kwenye ahadi na maagizo ya Mungu ndani. Haleluya. Akifunguka kule ndani, huku mwili unatekeleza tu yale ambayo ndani yamekwisha kuamriwa. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo kumbe kinachotakiwa kwanza kutembea ni hatua za mtu za kiroho ndani. Akishaanza kutembea mtu ndani, huku nje kote vifungo vinakuwa vimemwachia. Na mtu akifungwa ndani,
Kumbuke kauli yangu. Nimesema mtu akifungwa ndani kama hajaanza kutembea rohoni, huku nje anazurura. Kama mtu hajaanza kutembea ndani, mtumishi wa Mungu, maana yake huku nje chochote anachofanya hakitakuwa kinaenda, chochote anachofanya kitakuwa hakina majibu, chochote anachofanya kitakuwa hakina kibali, hata akila chakula hakimpi afya. Unamwona mtu amesinyaa, amekauka, leo anabadilisha mafuta haya, anabadilisha yale, bado mng'ao hauji kwa sababu ndani kumekauka. Ameganda huko ndani, amefungwa, atembee. Haleluya. Hata akiotea jua alio ushirikiano naye, bali kinachootea si kinachotakiwa kupokea nuru ya jua. Ni nafsi. Bwana Yesu atusaidie. Sikiliza mstari wa 18 katika hiyo Kumbukumbu la Torati 26. Tunaanza 16, 17 hadi 18. Anasema, naye Bwana amekuungama hivi leo kuwa taifa iliyotengwa iwe yake yeye. Lile taifa Mungu ameungamia, umemungamia Mungu na Mungu amekuungamia. Maana Mungu amekukubali uwe taifa la kwake yeye, kama alivyokuahidi ya kuwa ya kupasa kushika maagizo yake yote. Haleluya. Maagizo yanashikwa moyoni, ndani ya nafsi, ndani ya roho. Kwa hiyo yakishikwa ndani ya roho, huku nje ya mwili ni udhihirisho tu. Huku nje ni matokeo. Kwa hiyo yale matokeo utayaona matokeo yakiwa ni mepesi sana, kwa sababu huyu mtu ndani tayari kumeshajibu. Haleluya. Ndani mkijibu, nje unakuwa ni pepesi sana. 19 anasema, na kuwa atakutukuza juu ya mataifa yote aliyoyafanya kwa sifa na jina na heshima, nawe upate kuwa taifa takatifu kwa Bwana Mungu wako, kama alivyosema. Kumbe Mungu akisema na nafsi, ikakubali nafsi, ikaanza kutembea nafsi kuelekea kwenye maagizo ya Mungu. Huku nje sasa kinachotokea kinapatikana mstari wa 19 hapa. Anasema kuwa atakutukuza juu ya mataifa yote aliyoyafanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumbe unaweza kuwa unatafuta utukufu huku nje, kama ndani bado uko kwenye kifungo, ndani ya kujafunguliwa. Yaani huku nje utakuyanga, mimi nimesema watakuwa unazurura tu. Kwa sababu bado kibali kinatoka ndani. Kile kibali, nafsi hizi mbili, nafsi ya kwako ya rohoni ikikubaliana na nafsi takatifu ya Mungu, tayari ukapata kibali. Mungu anakutukuza sasa kwa mataifa yote aliyoyafanya yeye. Wewe usikamwambia Mungu Marekani ni mbali, anakuambia Marekani ni hapo tu, si mwenyewe amefanya. Unasikia mtu rahisi tu, milango yote imeshafunguka. Kiu rahisi kabisa, mambo yanakwenda. Anasema na jina la kwake na heshima, na upate kuwa taifa takatifu. Mtu ndiye taifa. Amen. Mwanadamu ndiye taifa. Taifa ni mtu aliyepata kibali. Tanzania ni nchi. Mtu ndiye taifa. Tanzania pasipokuwa na watu sio taifa. Haleluya. Anasema Israeli, nitakubariki na kufanya uwe taifa kubwa. Kwa hiyo taifa ni mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa hiyo sasa unachotakiwa kufanya namba 2. Namba 1 ukumbuke nimekwambia, usisimamishwe na mtu awaye yote, usisimamishwe kabisa. Unapoanza kutembea ndani, unapoanza kutembea, usisimamishwe na mtu awaye yote. Asikusimamishe, sio barabarani. Asikusimamishe kwenye mpango wako na Mungu kimaamuzi. Haleluya. Nimeamua kumfuata Yesu. Nimeamua kuwa mtumishi wa Mungu. Nimeamua kufungua biashara kwa sababu nimepata kibali cha biashara. Mtu asije akakwambia hii pesa nenda kafuge kuku. Ndani umeshaanza kutembea kuelekea wapi? Haleluya. Sio umeshaanza kufanya nini? Naomba unielewe vizuri. Sio umeanza kufanya nini? Ndani yako umeanza kutembea kuelekea wapi? Kwa mujibu wa maelekezo uliyopewa na Mungu. Kile kibali ulichopewa na Mungu
ndicho kinachokupa utambulisho, ndicho kinachokupa kufanikiwa, ndicho kinachokupa kustawi. Sasa unapoanza kutembea ndani, unapotoka kwenye kile kifungo ambacho kilikushikilia muda mrefu, ukitoka tu tayari, usianze kutoka kwenye lile agizo la Mungu ukamsikiliza mtu, maana huyu mtu atakusimamisha. Usikubali kusimamishwa na mtu yeyote. La pili, nimesema jitenge na uovu. Haleluya. Unapoanza kutembea sasa, unapoanza kutembea, nimesema saa yako ya kutembea usikilize Mungu. Saa yako ya kutembea. Ukumbuke ni mabadiliko ya ndani ya nafsi. Ni mabadiliko ambayo yanachukua nafasi ndani ya mtu. Na yanapotokea mabadiliko hayo, huwa hayazuiliwi kirahisi na mawimbi ya nje. Bwana Yesu apewe sifa. Hayo mabadiliko yanapotokea huwa hayazuiliwi na mawimbi ya nje. Kwa nini mara nyingi mtu anapata ugumu na vipingamizi nje? Ni kwa sababu ndani hakuna kibali. Unasikia tu mtu anamwambia aseme, yaani hayo maji uliyoogea sasa hivi ilikuwa na watu watano wanasema, anaoga maji gani haya? Si ndio? Maji ya chumvi. Lakini sio maji ya chumvi. Ni ndani, mtu ameshatoka kwenye kifungo ndani. Kila anapokwenda ana kibali. Kila anayekutana naye ana kibali kwake. Kwa nini? Kwa sababu ni saa yake ya kutembea. Haleluya. Saa ya kutembea kwa mtu hatalazimisha tabasamu, hatalazimisha furaha, hatalazimisha mafuta, hatapaka mafuta ya bei, hatakula chakula cha gari. Chochote kinakubalika kwake. Mwili unakubali, kazi zinakubali na mambo yanakwenda. Usikilize Mungu. Hiyo saa ni ya kumsikiliza Mungu. Amen. Hiyo saa ni ya kumsikiliza Mungu, kwa sababu Mungu atakuwa anajibu tu mahali utakapoelekea, atajua. Kwa hiyo jitenge na uovu. Acha tusome pia mstari mwingine. Kumbukumbu la Torati 11:22. Kumbukumbu la Torati 11 mstari wa 22. Kumbukumbu la Torati 11 mstari wa 22. Mtembeo tunaoutafuta ni mtembeo wa kiroho kwa mwongozo wa Mungu aliye hai. 22. 11:22. Neno la Mungu linasema hivi: Kwa kuwa kwamba mtayashika kwa bidii maagizo haya yote niwaagizayo. Ukumbuke nikwambia jitenge na uovu. Sasa hapo unapewa maagizo. Kwa kuwa mtayashika maagizo haya niwaagizayo, haya ninayowaagiza kuyafanya, niashike na kuyafanya, kumpenda Bwana Mungu wenu na kutembea katika njia zote na kushikamana naye. Kutembea katika njia zote za maagizo yake, sio njia za uchochoro wa mchono, sijui kwenda Singida, kwenda Tabora. Maagizo yale ambayo ameyatoa, ukiyashika rohoni, roho yako ikayaridhia, na wewe ukatembea rohoni, ukasema mimi ni wa thamani na mfuata Mungu aliyenunua kwa damu ya Yesu. Ndani. Hivi kwa mfano, ukisikia mtu anaambiwa, yaani wewe ni mbaya sana. Mtumishi wa Mungu anasemaga, ukiambiwa umepinda, na wewe ukakaa usema, yaani mimi nimeambiwa nimepinda, yaani watu wana mbaya sana. Unajua wewe bado hujaanza kutembea. Kwa mujibu wa somo hili, sio mimi. Amen. Yaani wewe umelala, umefungwa kama miguu na mikono, hujaanza kutembea. Kwa sababu huyu mtu anayekwambia umepinda hana uhusiano wowote na wewe ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa Bwana Yesu atusaidie kuelewa. Huyu mtu anayekwambia wewe ni mbaya, yaani wewe sura yako ni mbaya, hana uhusiano wowote na wewe ulivyo. Mungu nisaidie. Yaani maana yake nini? Aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Yeye sio wewe. Yaani hivyo ni vitu viwili tofauti kabisa. Ndani yako unaona nini? Hicho unachoona ndani ndicho kinachoamua hatua zako za nje. Bwana Yesu apewe sifa. Kama unaenda
kufanya biashara Dodoma, lakini unasema naenda basi tu. Usiende. Yaani hiyo basi imeshaishi hapo. Ndani lazima uwe tayari umeshaamka ndani. Huku nje unaenda kutekeleza kile ambacho ndani kimepata kibali. Kwa hiyo nje haitakusumbua. Yaani huku nje hakutakupa shida yoyote. Kuna watu ambao kwenye maisha haya ya kawaida unaweza kutangaza yaani kila wakati anatabasamu na amani. Sio kweli kwamba nje hakutana na matatizo. Nje anakutana na matatizo, ndani alishapona, alishayashinda. Ndani alishaanza kutembea siku nyingi. Kwa hiyo nje hayampi shida. Misuri ya imani ndani. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ukizingatia hiyo Torati 11:22 utaelewa kwamba Mungu anataka uanze kutembea kimaagizo. Uanze kutembea kimaagizo yake, uanze kutembea kule ndani kulingana na Mungu alichokisema. Tulisha Mungu chaza anatufundisha mara nyingi kwa habari ya nguvu ya kukiri. Tumeshaiva sana imani kwenye nguvu ya kukiri. Nguvu ya kukiri ni hatua ya kuanza kutembea ndani. Ndio tunayosema hizo. Kwanza kutembea ndani ya nafsi yako, ndani ya moyo wako, ndani ya maamuzi yako. Ukisema mimi ni shujaa. Sio kwamba nimebeba panga. Yaani panga ni hatua ya mwisho kabisa. Mimi ni shujaa, mimi ni jasiri, mimi ni mshindi, mimi ni mwenye uwezo, mimi ni tajiri. Sio kwamba nina pesa ngapi benki. Hayo ni matokeo. Huku ndani umeanza kutembea tayari. Haleluya. Sasa hiyo saa ya kutembea sasa wale wanasema somo linasema saa ya kutembea kwako msikilize Mungu kwa sababu adui huwa anaona na wanadamu wanaona. Ukianza kutembea ndani huku nje maadui wanaona. Usikilize kuna nini? Na gani? Bwana naye. Bwana anapendeza hivi. Bwana nguo ni zile zile. Wewe moyo wako unasema bwana nguo ni zile zile. Unasema Bwana anapendeza hivi. Kumbe kuna muda ulikuwa ukivaa nguo yoyote unayovaa haikupendezi. Kwa sababu ndani kumefanyaje? Kumeganda. Ndani kumekakamaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndani ukishafunguka, ukianza kutembea ndani, huku nje matokeo yanakuwa mepesi kupatikana. Nenda na mimi Kumbukumbu ya Torati 28:9 kuna kitu pale. Kumbukumbu ya Torati 28:9 Bwana Mungu, Bwana atakuweka uwe taifa takatifu kwake. Atakuweka uwe taifa takatifu kwake. Ikiwa utafanyaje? Uwe taifa takatifu kwake. Atakuweka uwe taifa takatifu kwake. Kama alivyokuapia. Kumbe Mungu amekuapia jambo jema. Anaapa ndani ya moyo, ndani ya nafsi. Alikuapia ndani. Ukumbuke msisitizo wako ni ndani. Kama alivyokuapia ndani. Anasema utakaposhika maagizo ya Bwana ndani, utakaposhika maagizo ya Bwana Mungu wako ndani na kutembea katika njia zake ndani. Bwana Yesu asaidie. Jamani, hivi kuna barabara huko mwisho, kuna hii inaitwa barabara ya Mungu, inaitwa barabara ya Shetani. Sasa kumbe sio kutembea huku nje. Sio kutembea kwa hizi njia ni hizo waovu wanapita hizo waiwezi wanapita hizo watakatifu wanapita hizo, lakini hapa tunaongelea mtembeo wa rohoni. Ile hatua unayochukua kwamba mimi hata kama nikipita kwenye njia yenye utelezi, mimi sitelezi katika ulimwengu wa roho. Wacha niweke. Hapa ni yule mtu ambaye anatembea katika njia na barabara hizi, lakini ndani yake anatembea katika maagizo ya kimungu. Acha nirudie. 28:9 Kumbukumbu la Torati. Bwana atakuweka uwe taifa takatifu kwake Mungu. Mahusiano yake na wewe yatakuwa ni yale yanayompendeza Mungu. Utakuwa taifa takatifu kwake, sio kwa wanadamu. Hapa ametoa kabisa kwa wanadamu. Anasema hivi, kama alivyokuapia utakapoyashika maagizo ya Bwana Mungu wako na kutembea katika njia zake. Nimesema kwani huko duniani
kuna njia za Mungu na za shetani ukiziangalia zinaonekana. Njia au tuseme barabara zipo. Kumbe ni ndani. Amen. Yale maagizo aliyokupa ndani, ukianza kutembea kwenye ile njia na maagizo ya kwake, utaona sasa matokeo yanakuwa ni mepesi ikiwa hutamsikiliza mtu mwingine zaidi ya Mungu. Haleluya. Amen. Kuna kitu cha kuchunga hapa. Unapoanza kutembea ndani, unapoanza kutembea kulingana na maelekezo ya Mungu, kuna kitu cha kuchunga. Linda mwelekeo wako. Linda mwelekeo ulionao. Unaelekea wapi? Rohoni wapendwa. Unaelekea wapi? Kuna andiko moja hivi. Tena nadhani watu wengi wanalielewaga vibaya. Mungu alipokuwa anamuuliza watoka wapi Shetani, Shetani akasema nimetoka kuzunguka. Ngoja. Ni Ayubu 1:7. Ayubu 1:7. Na hata Ayubu 2:2 nadhani naongelea kitu hicho. Ayubu 1 Ayubu 1:6 inasemaje? Hebu tusome 6. Ayubu 1:6 anasema, ilikuwa siku moja ambayo hao wana wa Mungu walikwenda kujihudhurisha mbele za Bwana. Shetani naye akaenda kati yao. Shetani naye akaenda kati yao. Amen. Ukumbuke shetani ni roho. Sawa Kwa hiyo alienda tu hivi akitembea hivi, lazima alivaa kama alivaa mwili lakini yeye anabaki kuwa roho. Mstari wa 7 anasema, Bwana akamuuliza Shetani, umetoka wapi wewe? Ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, natoka katika kuzunguka duniani na katika kutembea huku na huku humo. Huyo hakuwa na mwelekeo. Nimesema chunga mwelekeo wako. Unapoanza kutembea kimungu, chunga mwelekeo wako. Ndipo sasa Shetani anaanza kuulizwa. Kisha Bwana akamuuliza Shetani, je, umemwangalia huyu mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na uelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Nilisema ile pointi ya pili, nilisema jitenge na uovu. Mungu anajifunia Ayubu kwa sababu Ayubu amejitenga na uovu. Lakini pointi yangu ya 3 nasema linda mwelekeo wako. Epuka kuzunguka. Ni tabia ya Shetani. Haleluya. Epuka kuzunguka ni tabia ya nani? Ya Shetani. Mara leo uko hapa, mara kesho uko pale. Nisikilize, mimi sijazungumzia miguu yako inakokupeleka. Ninazungumzia maamuzi yako ndani. Leo umeamua hivi, mtu huyo kesho tukikuuliza umeamua vile. Kesho tukikuuliza umeamua bado hujaanza kutembea kimungu. Bado. Kuna kamkwamo hapo. Haleluya. Kuna kamkwamo. Huwezi kuwa na tabia ya kinyonga. Yaani wewe ukienda kwenye jani la blue ni wa blue, ukienda huku ni wa kijani. Lazima wewe uwe na mwelekeo wako. You must have your own direction. Lazima uwe na mwelekeo ambao haubadiliki. Haleluya. Amen. Nimesema hivi, kuzunguka ni tabia ya nani? Ya Shetani. Wewe lazima uwe na mwelekeo mmoja ndani, ili huku nje matokeo yasikupe shida. Mifano yangu mingi inamwelekea mtumishi wa Mungu Chazi. Kuna wakati akatufundisha akasema, kuna wakati naweza kawa ngumu sana, lakini tunajua tunakoelekea, tunajua tulikotoka. Na kama nyingi ni kweli. Kwa nini? Kwa sababu ndani ulishafanya maamuzi, ndani unatembea. Hata kama mambo huko nje yamegoma, ndani unatembea. Yaani unaona mahali ambapo mwili hujafika. Haleluya. Kuna wakati nilikuwa nawashauri watu wangu kufanya karibu, naambia jitahidi kufanya mambo mazuri sasa hivi, kwa sababu nitakapoanza kufanya ya kwangu, msidhani nitakuwa na muda wa kuwashauri. Sasa nitakuwa busy sana sasa. Na siku nikishika hela kama za kwenu nitakuwa busy sana. Kwa hiyo ninapowashauri leo, yafanyeni kazi haya ninayowashauri mapema. Maana nikishika la nitakuwa busy sana. Hapo baadaye. Sasa mtu anaweza kuona kama huyu mtu anabahatisha. Hapana, mimi najua mahali ninapokwenda na nilishaona tayari.
Kwa sababu ndani natembea, ndani yangu natembea. Kama ni kushika bilioni 100, ndani nilishashika tayari na matumizi nimeshaipangia. Kwa hiyo kija haitanisumbua. Haleluya. Amen. Sasa mtu anayetembea ndani, ambaye tayari ameshaanza kutembea kimungu, kufika Dar es Salaam kwake yeye huwa haimsumbui kwa sababu alishaanza kutembea tayari. Sasa kuna mtu ambaye ameenda kimwili, ndani ukumbuka ameganda, ila kwa sababu alipata pesa ya ghafla anaanza safari ya Dar es Salaam mwili, wakati ndani yake alikuwa hana safari ya nani? Dar es Salaam. Akifika Dar es Salaam akiangalia mataa yanamshangaza, akiangalia magorofa yanamtinga, akiangalia hoteli nzuri inamchanganya, akiangalia nguo Kariakoo pale anachanganyikiwa, akiangalia vyombo, hakuanza kutembea ndani. Ile pesa ikiisha anasema mzee, yani pesa za mashetani kweli. Yaani nimeshika tu milioni 20 imeisha tu kama upepo. Kwa sababu alitembeza mwili, alikuwa kuzurura duniani, lakini kimungu alikuwa hajaanza kutembea. Niseme hivi, huyu mtu alikuwa hana appointment na Mungu. Yaani Mungu yeye alikuwa anamuona tu kwa mara ya simama. Yeye alikuwa anajiona anatembea. Mungu tusimama kwenye maana anahangaika hivi. Na nikamwambia kaende kule. Kwa nini? Kwa sababu lolote utakaofanya nje ya mtembeo wa kimungu halitakupa matokeo. Acha nirudie. Lolote utakaolifanya nje na mtembeo wa kimungu halitakupa matokeo ya kimungu. Bwana Yesu atusaidie. Wewe msikilize tu Ayubu hapa, anatuambia habari za shetani. Shetani alikuwa anatembea. Tukisoma tena mstari wa ile mlango wa 2, nadhani narudia kile cha mlango wa kwanza. Yaani sura ya 2 inarudia. Sura ya 2 inasema hivi. Tena kulikuwa na siku hao wana wa Mungu